Tupo katika viwanja vya Tanzanite hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam ambapo yanafanyika mashindano ya Samia Celebrities and Companies Cup. Nazungumza na Shafi Dauda, mdau mkubwa wa michezo hapa nchini Tanzania. Heshima yako. Nashukuru. Mzima kabisa. Kitu gani ambacho kimekuvutia kuja kutazama mashindano haya? Cha kwanza kabisa ni sababu ya kiufundi. Kwa sababu kwenye mashindano haya mimi ni mchezaji pia. Walikuwa wanacheza leo hii mechi iliyomalizika Kawaida na Seta Vibes ni timu mbili ambazo tuko nazo kundi moja. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunacheza kesho mechi yetu na Kings Music, hawa tuko nao pia kwenye kundi moja kama nilivyosema mwanzoni. Ilikuwa ni muhimu sana sisi kuwepo leo kuwaangalia, kwa sababu baada ya Kings hawa watakuwa opponent wetu. Kwa bahati mbaya hatukupata nafasi ya kuangalia Kings, tuingia nao hivyo hivyo kesho, lakini ingekuwa ni jambo la ajabu kama tungekuja mechi inayokuja bila kuwaona wapinzani wetu wanachezaje. Kwa hiyo nilikuwepo hapa kwa ajili ya kuwaangalia wapinzani ili kujiandaa kwa ajili ya mechi zinazofuata hapo mbele. Umepata kitu gani baada ya kuangalia? Nilichokiona timu nyingi zinakuja na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, wana majina makubwa, lakini hawajui namna ya kucheza kwenye uwanja wa mdogo ambao ni wachezaji ndani 7 na golikipa wa 8. Wanakuja na mtazamo wa kucheza kwenye uwanja mkubwa, wachezaji wa 11 against 11. Kwa hiyo ndo maana unaona mashuti mengi yanapigwa, unaona wanarukiana sana. Ni kwa sababu uliweza kucheza vizuri kwenye uwanja ni mzuri. Aina ya mchezo huu, cha kwanza kabisa lazima uwe na technique nyingi, kwa sababu mnatakiwa kusogeleana karibu, kupiga pasi, ku-open up space na ku-create nafasi, kwa sababu hakuna offside hapa. Kwa hiyo ni kuangalia namna gani unatakiwa kumvuta opponent mpinzani, then mtengeneze space, mfunge. Lakini walio wengi hapa wanacheza wamekamiana sana, si umeelewa? Kwa hiyo kwetu tunaona ni silaha, na tutakuja sisi kuwaonyesha namna ambavyo unatakiwa kucheza kwenye viwanja vya namna hii. Tutaki kutumia nguvu, ni akili nyingi na uwezo mkubwa wa kuchezea mpira mguuni. Crown FM pia walitamba hivyo hivyo, lakini mwisho wa siku wakaangukia pua. Inategemea, ndio maana nasema kwa mfano wewe unaona Bareke leo wanacheza hapa, sijui wakija na wachezaji ambao wanakuja hapa kwa ajili ya mentality ya kushinda na wachezaji wakubwa kucheza na sisi kucheza mpira sio kazi yetu. Sisi tunakuja kutoa burudani. Na mashindano yenyewe umesema ni kwa ajili ya celebrities, si ndio? Kwa hiyo ukiona Kings nimefurahi kumuona, Konde nimemuona, Harmonize nimefurahi, Crown nimeona Alikiba. Kwa hiyo nafikiri wale ndo hasa walikuwa walengwa haya mashindano, sio? Kwa hiyo na sisi Clouds atakuwepo mimi, atakuwepo Rombano, atakuwepo Mwiga, atakuwepo Mkazuzu, atakuwepo Tupatupa. Hivyo kicheko golini. Hatujali kufungwa magoli mengi. Sisi tunachokijali ni kucheza staili yetu, na ikitokea tumefungwa it's okay, part of the game, lakini sisi tunataka kuwapa burudani mashabiki zaidi. Unadhani matokeo gani chanya ambayo yatatokana na haya mashindano? Cha kwanza kabisa kwanza ni wapongeze waandaji wa mashindano, wamebuni kitu kizuri. Inasaidia, unajua baada ya mfungo watu wakishafutari pale tunakwenda kusali tarawih. Baada ya kutoka msikitini tunakuwa na muda kidogo wa kukutana namna hii, kwa sababu moja kati ya advantage kubwa ni kuconnect na watu. Hapa leo mimi nimekutana na watu wengi sana ambao wengine hatujaonana miaka 5 nyuma. Kuna watu wengine hapa wanatoka kwenye sekta tofauti tofauti. Kumbuka sisi tupo kwenye kiwanda cha burudani na michezo. Kwa hiyo ni mara nyingi huwa tunakutana wenyewe kwa wenyewe kwenye cycle yetu. Lakini leo unaona kuna Kings Lion, sio? Nimeona kuna timu zingine ambazo nimeona kuna timu ya benki hapa ipo, si ndio? Kuna benki ipo, kuna Absa, si ndio? Kwa hiyo ni moment ambayo unaiona Clouds kama chombo cha habari ambao tulikuwa tumewazoea tukiwa kwenye vipindi tunasikiza tu Absa wanaingia kama sponsors wa shows wanatangaza, lakini leo mnacheza game nao. Kwa hiyo it's just ni zaidi ya kucheza na kushinda. Inatusaidia pia kukutana na watu na kubadilishana mawazo mawili matatu tukiwa tunaelekea kula daku ili tuweze kuendelea na zoezi la kufunga kwa siku inayofuata. Crown Media. Hapa ni nyumbani.